Ina story moja. Naam. Tena bajeti ya timu ya taifa tunakuja timu ya taifa baada kidogo. Kuna mchezaji mmoja alitoka timu ya taifa miaka ya nyuma kidogo. Si umtaje tu tumfahamu. Hakuna haja kumtaja kwa sababu bado anatumikia mpira wa Tanzania. Sasa kuna ubaya gani watu wakijifunza? Sasa huyo mchezaji huyo aliitwa timu ya taifa. Baada ya kule timu ya taifa kaenda kacheza, akaambiwa posho utaletewa. Akasubiri posho waletewe. Akasubiri posho waletewe. Akaanza kuuliza haki yake vipi, mbona apewi? Sasa uzalendo wewe si mzalendo. Mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne. Bwana unatusumbua sana. Tutakutumia pesa yako. Lakini hautakuja kutumikia tena timu ya taifa. Natokea siku hajaikuitwa mpaka leo timu ya taifa. Baada tu ya kudai stahiki yake. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo, na bahati mbaya kati ya wachezaji ambao msimu uliopita walikuwa na kiwango kizuri ni yeye. Yeye ina shida sana. Ikifika tu kidai. Lakini issue nyingine, Yanga mwaka huu, hii ni mara ya pili wanaingia kwenye msuguano kati ya wasimamizi wa wachezaji na wao. Nafikiri wanakoelekea itakuwa sio kuzuri, kwa sababu dunia inakoelekea kwenye football ni kwamba timu kuongea na mchezaji kuhusiana na maslahi yake itafika mahali itakuwa haiwezekani. Lazima utakaa na wasimamizi wake. Kwa mimi nafikiri kuna namna ambavyo wasemaji wa Yanga wanawazungumza hawa wasimamizi wa wachezaji kwa namna ambayo sio nzuri. Hiyo inaweza ikaenda kuharibu mahusiano na kesho wakakosa wachezaji wazuri kwa sababu ya namna ambavyo wanawatreat hawa wasimamizi. Sawa. Dimbani